وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي العهد والتقى والوفاء. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah na kumtakia rehma kipenzi chake bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bayani ya leo tutazungumzia mambo muhimu ambayo yatakuwa ndiyo yenye kuunganisha umma wa Kiislamu, yataweza kuunganisha jamii ya Kiislamu, yataweza kuunganisha familia, wanandoa, ndugu na umma kwa jumla, ambao mambo haya ama jambo hili kwa kudharauliwa kwake na watu kutolipatia umuhimu na kulifahamu undani wake limesababisha madhara makubwa katika jamii. Familia kutengana, wanandoa kutengana, ndugu kutengana, jamii kutengana. Nalo ni jambo dogo jepesi, lakini limechukua nafasi kubwa katika jamii. Nayo ni al-afu wa tasamuhu, msamaha na kusameheana. Jambo dogo lakini laweza zua migogoro mikubwa, na tutashuhudia katika jamii zetu familia wanakosana na kushindwa kusameheana, ikawa ni ugomvi wa kudumu, familia ikakatana. Majirani kwa kukosana kwao na kushindwa kusameheana, ujirani ukaharibika, na mujtama kwa jumla watu wakawa ni vurugu, yule anachuki na huyu, huyu anachuki na yule, ikawa watu wanagombana na vita vikawa vyenye kuendelea. Kwa nini ikafiki? Kwa sababu watu wameshindwa kule kusamehe, msamaha na kusameheana. Innal afwa sifatun adhima min sifati almu'minin as-sadiqin. Ule kusamehe, ule msamaha ni sifa kubwa. Sifa hii ni sifa ya waumini, tena wale wa kweli. Ikiwa wewe ni mu'min na mu'min wa kikweli, basi utabeba sifa ya kusamehe. Wa huwa sababu lilmaghfirati walmahabbati walwanaa baina an-nas, na ndiyo sababu inayopelekea watu kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu, kupata mapenzi, watu wakapendana kati yao. Unapokosea na mwenzio au mnapokoseana mkaombana msamaha yakaisha, inajenga mapenzi kati yenu, mnarejea kuishi kama mlivyokuwa mkiishi wakati wa nyuma. Inajenga upendo. Msamaha na kusameheana kunaleta jamii kuwa pamoja, ndugu kuwa pamoja, familia kuwa pamoja. Lakini pakikosekaniwa msamaha na kusameheana, familia zinakatana, watu wanaishi katika mfarakano, na jamii kuwa katika jamii ni yenye kuangamia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia sifa ya kusamehe na msamaha. Sifa hii yabebwa na wacha Mungu pale aliposema al-afu min sifati al-muttaqin. Katika aya tuliyoisoma nyuma, Mwenyezi Mungu aliposema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wacha Mungu ni wale ambao kwamba ni wenye kutoa wakati wakiwa wanacho cha kutoa, na wakati wana wamebeba sifa ya utoaji.
ana kingi cha kutoa atatoa, ana kidogo pia atakuwa ni mwenye kutoa. Kisha akasema walkadhimina alghaidha, na wale wenye kuzuia na kuficha zile hasira zao, walafina 'anil nas, na wale wenye kusamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu apenda wenye kutenda wema. Kwa hiyo sifa ya waumini ni wenye kusamehe, hata kama amekosewa au yeye amekosea, atakuwa ni mwenye kuomba msamaha. Na ikiwa amekosewa akiomba msamaha, basi atakuwa ni mwenye kukunjua moyo wake na kuweza kumsamehe yule aliyemuomba msamaha. Falafu alamatun ala taqwa, hii ndiyo yaonesha ile alama ya uchamungu wa kikweli. Ukakosewa ukaomba msamaha ukasamehe, au wewe ulikosea ukaenda ukaomba msamaha, yaonesha ile takwa ya kikweli. Na mu'min wa kikweli wa haki la yahmilu alhaq fi qalbi, habari chuki hasira katika moyo wake, sababu najua ni maumbile wanadamu kukoseana jambo la kawaida, lakini anapokuwa amekosewa muumini wa kweli hatobeba chuki katika moyo wake, bali atakuwa ni mwenye kukubali kusameheana, kupeana msamaha, ili zile chuki na hasira ziondoke katika nyoyo zao. Asema muumini wa kweli, bali yakdhimu ghaibahu wa yusamihu man dhalamahu, anazuia hasira zake, anajikontrol na akawa ni mwenye kumsamehe yule aliyemdhulumu, aliyemnyanyasa au aliyemtukana au aliyemkosea. Kwa nini afanye hivi? Talaban liridallah, atatoa msamaha au akubali msamaha kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kitu kingine. Ule msamaha ambao waomba au ule msamaha ambao wapeana ni kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya kwanza ya waumini wa kweli ni wenye kutoa msamaha na kusameheana. Nukta ya pili katika mambo haya ni nukta ya kusameheana. Man samaha an-nas samahahu Allah, yule anayewasamehe watu pia yeye Mwenyezi Mungu atamsamehe. Kwa hiyo wewe ukishindwa kumsamehe mwenzako, mkarejea kuishi kama mlivyokuwa mkiishi nyuma kwa upendo na furaha, basi ujue na wewe Mwenyezi Mungu hatakusamehe. Ukishindwa kuzuia moyo wako na kumsamehe mwenzio, basi hakikisha ujue na wewe Mwenyezi Mungu hatakusamehe. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man la yarhamu an-nasa la yarhamuhu Allah. Ikiwa wewe utakuwa na huruma na watu, basi Mwenyezi Mungu pia hatakuwa na huruma na wewe. Na katika riwaya nyingine asema, man la yaghfiru lin-nasi la yaghfiru Allah lahu. Ikiwa wewe hautowasamehe watu, basi jua Mwenyezi Mungu pia yeye hatakusamehe. Hata kama mtu amekukosea kiasi gani. Tujipigie mfano sisi kwa yale madhambi tunayoyafanya kumkosea Allah, lakini tukirudi kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akubali msamaha wetu na atahakikisha amekufutia madhambi yote. Kesi sisi kwa sisi wanadamu tukawa tabeba chuki na kutosameheana, ni katika makosa makubwa. Kwa hiyo ikiwa wewe utashindwa kumsamehe mwenzio, basi jua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakusamehe siku ya Kiyama. Basi msamehe ndugu yako, omba msamaha, toa msamaha kwa ndugu yako, la'alla Allahu yaghfiru laka yawm al-qiyama, ili Mwenyezi Mungu aweze kukusamehe wewe siku ya Kiyama, ambao siku ile siku nzito, ndio wewe naye Mwenyezi Mungu ule msamaha wako awe amekusamehe, amekutakasa. Lakini hiyo hutolipata ikiwa wewe utashindwa kuwa mtu wa kubeba sifa ya msamaha na kusamehe. Nukta ya tatu, msamaha wajenga mapenzi na umoja, ambapo leo kwa kukosekaniwa msamaha, mapenzi yamekosekaniwa baina ya familia. Ndio tukasema leo badala ya mirathi watu wagawanye mirathi yagawanya ndugu, watu wateta kwa sababu ya mirathi. Ani familia inakatana,
kwa mambo ambayo watu washindwa kukaa na kuzungumza waliokosewa, akubali kutoa msamaha. Yule aliyekosea akubali naye kuomba msamaha. Ikawa watu wamebeba sifa za hasira, chuki, ghadhabu, ambayo ikapelekea familia na jamii kwa jumla kuwa yenye kuangamia. Chuki wal udwan yufarriqani baina almuslimin wal afu yuwahidu alqulub. Ule msamaha ndio unaoziunganisha zile nyoyo, lakini hasira, chuki hizi zagawanya umma, familia, wanandoa, majirani, kwa kuwa watu wamebeba chuki, wamebeba hasira. Lakini msamaha, kukoseana ni jambo ambalo ni la kawaida, watu wakakubali kupeana msamaha na wakakubali kuishi katika upendo. Mwenyezi Mungu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, si halali kwa muislamu kuwa atambura ndugu yake muislamu zaidi ya siku 3. Ikawa mmegombana, mmekosana, mkafungiana midomo, hata salamu hamuna, hamuzungumzi, mmegombana zaidi ya siku 3, basi wewe sifa ya muislamu inakuondoka. Yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha, wanapopishana huyu waangalia huku na huyu waangalia huku, hawaangaliani wala salamu hawapishani, kila mtu yuangalia upande wake. Asema Mtume salama, wa khairuhuma alladhi yabda bisalam, mbora wao wa wale waliogombana, waliokosana mpaka ikawafikia kutembea, wanapopishana njiani mtu yuko radhi abadilishe njia au ageuke mwenzake ili wasionane. Lakini nasema mbora katika watu hawa wawili ni yule atakayemwanzia mwenzie kwa salamu. Salamu leo tuna jambo dogo kabisa, lakini ina umuhimu mkubwa kwa umma wa Kiislamu. Watu leo wanapishana bila salamu, chuki zimebebwa katika jamii, mambo yameharibika. Shida kubwa salamu tu kule kusalimiana, leo watu wanaona uzito. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam tuambia, la tadkhuluna aljannata, hamtoingia peponi hatta tu'minu, mpaka muwe na imani ya kikweli. Wala tu'minu, wala hamtokuwa na imani ya kikweli hatta tahabu, mpaka mupendane. Imani, kufikia imani mwanzo kuna mapenzi, watu wao watakuwa ni wenye kupendana. Kisha akawaambia Bwana Mtume, afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, yeni siwajulisheni jambo ambalo kwamba mtakapolifanya mtapendana. Mtume anamwambia, afshu salama bainakum, pia neni salamu. Salamu ndio yajenga mapenzi, mapenzi yapelekea kujenga imani. Leo watu wanapokuwa wanapishana bila salamu, watu wanapokuwa wanapishana bila muamala mzuri, ndio inaopelekea kuharibu na kuvunja familia na undugu. Basi fakun anta al-afdal wabda bisalami wal afu, hebu kuwa wewe ni mtu ambaye utapata ubora, kimbilia huu ubora ambao wazungumziwa. Yule wa kwanza atakayemwanzia mwenzake kwa salamu, peana salamu, msamehe mwenzio, ili uweze kuingia katika fungu ambalo la wewe ni mwenye kupata fadhila. Mmekosana, mmegombana, lakini wewe ndio ukaanza kuzikimbilia zile fadhila ili uweze kupata na wewe msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusibebe sifa za unafiki, tukawa ni wale ambao kwamba wa idha khasama fajara, wanapotofautiana, gombana, kosana, mtu akabeba uovu, imana hataki tena msamaha, mimi na wewe basi kufa kutozikana, hata ukasikia na kufa usije. Hizi si sifa za waumini wala za Waislamu. Bali hata kama mtu amekukosea au wewe umekosea, unaona fursa kubwa ya kuomba msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumnyenyekea yule aliyokusamehe, aliyokukosea, umwende kwa yule ambaye kwamba umemkosea, uombe msamaha ili akusamehe, na wewe ambao unaomba msamaha uwe mwepesi wa kusamehe. Leo watu waona ni kujidhalilisha, labda mtu kwenda kuomba msamaha aona ni amejidhalilisha. Vipi mimi yule nende nikamwombe msamaha?
Kwa hiyo aona amejidhalilisha tena udhalilishaji mkubwa sana. Na yule mwenye kuomba msamaha naye abeba kibri, amsamehe vipi? Yawa sasa ile chuki na ugomvi yenye kuendelea katika jamii, familia. Ndio maana familia zinakatana, jamii zinaharibika. Hili ni jambo ambalo kwamba ni baya sana. Tuangalie katika kumalizia qudwatuna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika masala ya al-afwu, ule kusamehe, msamaha. Namna gani alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Maudhi alikuwa akiudhiwa, tabu alizokuwa akifanyiwa, dhiki, lakini yeye alikuwa ni mtu mwenye kusamehe. Maisha yake alikuwa ni mwenye kusamehe, wala alikuwa habebi chuki, hasira, bali alikuwa akibeba msamaha katika moyo wake, ambao msamaha ule mpia ukapelekea kuunganisha jamii, ikapelekea watu kusilimu kulingana na muamala ule mzuri aliokuwa akiamiliana nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia katika Fathu Makkah, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aingia na kuifitahi Makkah, awauliza madha tadhunnu anni fa'ilun bikum, ani mwadhania leo nitawafanya nini? Yale maudhi mlioniudhi nayo Makkah mpaka mkanifukuza, mkanipiga, mkaua baadhi ya maswahaba, mkawatesa, leo ninaingia na nguvu na jeshi, mwadhania mimi nitawafanya nini leo? Makuraish wakawa na wasiwasi, ikiwemo wengine walikuwa wanataka kukimbia mji wa Makkah, wakazuiliwa na wake zao ambao wakimbilia wapi? Huna mahali pa kukimbilia leo. Makimbilio ni kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda akaombe msamaha. Mtume amwambia idhahabu fa antum tulaqa, nendeni, nimewasamehe kwa yote mlionifanyia. Lakini bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawa ni mwenye kutoa msamaha. Kwa hiyo msamaha, ikhwa, ni jambo kubwa sana na malipo yake ni makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, yule atakayesamehe akakujua moyo wake kumsamehe mtu kisha akatengeneza yale ambayo yaliyoharibika, fa ajruhu ala Allah, malipo yake yatakuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tusibebe chuki, tusibebe hasira, bali tuwe ni watu wenye kusameheana. Binadamu kukosana ni mambo ya kawaida, na sifa ya muumini ni ya kuomba msamaha na kusamehe. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kumalizia kabisa, kila ambaye kwamba ataondoka hapa leo afanye haraka katika kutafuta msamaha kwa yule uliyemkosea au yule aliyekukosea. Jaribu ukimbilie kuomba msamaha ili na wewe uweze kusamehewa na Mwenyezi Mungu kesho siku ya Kiyama. Kwa haya machache, tuombe Allah tujalie alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una